Katika kuendelea kuimarisha ubora wa elimu ya juu, utafiti na mchango wa vyuo vikuu katika maendeleo ya taifa, Chuo Kikuu Mzumbe kimewakutanisha maprofesa wake katika jukwaa maalum lililofanyika katika kituo cha mikutano cha KET mkoani Morogoro. Jukwaa hilo liliongozwa na makamu mkuu wa chuo Profesa William Mwegoa, likilenga kujadili namna kuimarisha utafiti, ushauri wa kitaaluma, wanagenzi pamoja na kuweka mikakati mipya ya maendeleo ya chuo na jamii kwa ujumla. Akizungumza katika mahojiano mara baada ya kuhitimika kwa kikao hicho, makamu mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe Profesa William Mwegoa amesema kuwa katika kusherehekea miaka 25 ya Chuo Kikuu Mzumbe amefurahishwa na maendeleo makubwa yaliyofikiwa na chuo hicho, huku akisifu ongezeko la maprofesa. Ameeleza kuwa kikao hicho ni sehemu ya kutambua mafanikio hayo pamoja na mchango wao kwa chuo, huku msisitizo mkubwa ukiwa ni namna kulea kizazi kipya cha wanazuoni wajao. Miaka minne iliyopita tulikuwa na professors kama 9 hivi, lakini katika kipindi cha miaka minne tumeweza ku raise number na kufika maprofesa 34. Haya ni mafanikio makubwa kwa chuo, na labda niseme tu tumeweza kufika hapo kwa sababu chuo katika kipindi hiki chote cha uhai wake kimeweza kujitanabaisha kwenye kuangalia namna ambavyo tutaboresha human capital ya chuo. Tumeangalia mifumo inayoangalia upandishaji wa vyeo wa staff wetu na kuhakikisha kwamba tunaifanyia maboresho ili kuwatia moyo wale ambao wana sifa za kuja kuomba. Kwa hiyo nina fahari kama kiongozi mkuu wa chuo, kwa sasa hivi mtendaji mkuu wa chuo, kwamba idadi ya maprofesa imeongezeka na sasa tuna nafasi kubwa sana ya kuwatumia hawa kwa ajili ya maendeleo ya chuo. Kwa hiyo kikao chetu cha leo ilikuwa ni kwanza kutambua mafanikio hayo, lakini pili kureflect kile ambacho chuo kitapata. Kwa upande wake, naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma, utafiti na ushauri Profesa Hawa Tundui amesema jukwaa hilo ni hatua muhimu katika kujenga utamaduni imara wa kitaaluma na kuwajengea uwezo na taaluma chipukizi kupitia mfumo wa wanagenzi. We are the seniors, the associate professor. What is expected from us in terms of those who are coming up, they are looking at us. What are we doing? Even in terms of the teaching, the assessment, even the culture of being the academic staff at the university. Those who are coming in, they are looking at us. What are we behaving? What are we doing? So they are learning a lot from us as the seniors. So they are expecting a lot from us. So here we have reached this level of academic full professors, associate professors, that we have done something. And one of them is that we have researched and we have published. So we are expected now to impact these skills, academic writing skills. Naye Dr. Eliaza Mkuna, mkuu wa idara ya utafiti na machapisho Chuo Kikuu Mzumbe na mhadhiri mwandamizi chuoni hapo, amesema kuwa lengo kubwa la jukwaa hilo ni kuongeza tija katika masuala ya utafiti na machapisho pamoja na kuonesha namna Chuo Kikuu Mzumbe kinavyozingatia viwango na ubora wa machapisho yanayotolewa. Tukio hili tumeliita jina la Professorial Forum, na hii ni kwa sababu ya mwelekeo mpya ambao Chuo Kikuu Mzumbe umeweza kuchukua hasa kwa miaka 2-3 ambayo imepita, ambalo lengo kubwa ni kuona namna gani chuo kinaongeza tija katika mambo ya masuala mazima ya utafiti pamoja na machapisho, lakini vile vile kuona namna gani chuo kinajenga uwezo kwa wahadhiri ambao wapo waweze kupanda ngazi za juu na kuweza kuwa na tafiti ambazo zinaleta tija kwenye taifa na hata Chuo Kikuu Mzumbe, kama ambavyo moto yetu inasema tujifunze kwa maendeleo ya watu. Naye mtoa mada mwalikwa ambaye pia ni makamu mkuu wa zamani wa Chuo Kikuu Mzumbe Profesa Joseph Kuzilwa amesisitiza kuwa wanagenzi ni jukumu la msingi la uprofesa kwa lengo la kukuza kizazi kijacho cha wasomi wenye weledi, maadili na uwezo wa kushindana kitaaluma. Swala au jukumu la wanagenzi sio swala la uchaguzi, kwa sababu ile ni swala ambalo lipo katika mipango au kwenye sera au scheme of service ya Chuo Kikuu Mzumbe, lakini vile vile kwenye guidelines au standards za TCU linaongelea moja kwa moja kwamba ni jukumu la mwalimu akishamaliza PhD na akawa profesa, lazima afanye jukumu la wanagenzi. Nilikuwa ninakazia kwamba kwa sababu ni hivyo, basi jukumu hili libebwe moja kwa moja
kwenye majukumu mengine ya maprofesa, lakini liwekwe kwenye mipango, lakini vile vile mwishoni mwa siku lifanyiwe ufuatiliaji, lakini litumike katika kutathmini performance ya utendaji wa maprofesa wakati wanafanya tathmini ya mwaka. Swali hili pia liwepo. Nao walengwa wa jukwaa hilo ambao pia ni maprofesa wa Chuo Kikuu Mzumbe wamezungumzia umuhimu wa jukwaa la namna hiyo katika kukumbushana nafasi yao chuoni ili kuleta mabadiliko yenye tija kwa jamii na taifa kwa ujumla. Kikao hiki kimetusaidia kuweka mikakati thabiti ambayo itatuwezesha sasa kutoka hapa tulipo tuweze kufanya tafiti nyingi zaidi, lakini pia tuweze kuandika research proposal kwa ajili ya kupata funding na kuweza kufanya miradi mikubwa ambayo itakuwa na wigo mpana wa kutatua changamoto ambazo zinaikumba jamii kwa sasa hivi. Lakini pia kuna swala la mabadiliko makubwa ya sasa hivi ya sayansi na teknolojia, na kuna teknolojia mpya nyingi ambazo tunazishuhudia kwa sasa hivi, kwa mfano artificial intelligence, ambazo ni teknolojia nzuri zinaweza zikasaidia katika waandishi na katika kufikia taarifa mbalimbali na kwa urahisi zaidi na kwa muda mfupi. Mkutano huu kwangu mimi nimeuona una faida sana, kwa sababu umetuleta pamoja maprofesa wote wa Chuo Kikuu Mzumbe ili tuweze kwa pamoja kuweka mikakati ambayo itatufanya tuweze kufanya kazi zetu vizuri, ili kila kazi ambayo tutakuwa tunaifanya, hasa katika yale majukumu yetu ambayo tumepewa katika utafiti, ufundishaji na utoaji wa huduma za kitaalamu, tuzitoe kwa ubora unaotakiwa. Ninafurahi kwa mada zote ambazo tumepitishwa jana na leo. Kwa kweli tumepata hamasa kwenye kufanya tafiti bora, kwenye kusimamia wanafunzi, kwenye kufanya mentorship. Naamini ni mwanzo mzuri kwa sababu tunaekeana malengo, kwa hiyo kutakuwa kuna mwanzo mzuri kwa sisi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Akifungua jukwaa hilo maalum, naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe anayeshughulikia taaluma, utafiti na ushauri, Profesa Hawa Tundui amesema kuwa ni lazima kila mmoja kutendea haki nafasi aliyonayo na kutanguliza maslahi ya Chuo Kikuu Mzumbe na taifa kwa ujumla. Watu wanapokuangalia unawa inspire what you are doing, your life, the way you are doing, unawa inspire maisha yako tu, anaangalia wanajua kwamba na mimi natamani. Kwa that's my request and my message kwenu kwamba katika mentorship tunao mentor wale ambao watakuwa attached, lakini even your life ina transform mtu kwa jinsi unavyoishi tu kwenye maisha yako ya kila siku. Kupitia jukwaa hilo, Chuo Kikuu Mzumbe kimeendelea kuweka msingi wa kuimarisha mchango wa maprofesa katika ubunifu, tafiti na maendeleo ya taifa, kama isemavyo kauli mbiu ya chuo hicho ya tujifunze kwa maendeleo ya watu.